بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu Muislamu, tukiendelea na kitabu Sharh Hadith 40 an-Nawawi, sharh ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah, na leo bado tunaendelea katika kusherehesha hadithi ya pili, na tuko katika qaul ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema, alipoulizwa arkanul iman, akasema ya kwanza an tu'mina billah. Bado tuko katika kusherehesha hii an tu'mina billah, na katika darasa yetu leo tutasoma qaul ambapo kwamba aliyosema al-Imam Malik rahimahullah alipoulizwa juu ya masala ya istawa. Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah asema, waqad su'ila al-Imam Malik rahimahullah an qawli Allah ta'ala, na Imam Malik rahimahullah aliulizwa kuhusu qawli Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahman, mwingi wa rehema, aliyetawala juu ya kiti cha enzi. Kaifa stawa, alulizwa vipi amestawi juu ya kiti cha enzi, vipi Allah ametawala juu ya kiti cha enzi. Basi al-Imam Malik rahimahullah fa'atraqa bi ra'sihi, al-Imam Malik akainamisha kichwa chake, wa ja'ala yatasabbabu araqan min thiqali ma ulqiya alayhi. Na Imam Malik rahimahullah akaanza kutiririkwa na jasho kwa sababu ya uzito wa jambo ambalo kwamba lililoulizwa kwake, wa ta'dhimihi ar-rabb jalla wa ala, na kutokana na kumtukuza kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma rafa'a ra'sa wa qala, kisha Imam Malik rahimahullah baada ya kuulizwa swali na kuinamisha kichwa chake kwa ule uzito wa swali kama hilo, kisha akainua kichwa na akasema, al-istiwa'u ghairu majhulin, ustawi, utawala juu ya kiti cha enzi si jambo lisilojulikana. Ay innahu ma'lumun fi lughati al-arabiyya, yani ni jambo linalojulikana katika lugha ya Kiarabu. Istawa ala kadha, ay ala alayhi wastaqarra, yani Allah subhanahu wa ta'ala alipanda juu yake na akatulia au akathibitika juu yake. Wa kullu ma warada fi al-Qur'ani was-sunnati wa kalami al-Arab, na kila lililokuja katika Qur'ani na sunna na maneno ya Waarabu, anna istawa, ya kwamba hili neno la istawa idha ta'addat bi'ala, likipokezwa kwa herufi ya ala, fa ma'naha al-uluwu, basi maana yake ni kupaa juu au kuwa juu. Wa qawluhu wal kayfu ghairu ma'qulin, na kauli yake Imam Malik akasema wal kayfu ghairu ma'qul, na jinsi yake haieleweki kwa akili. Ai maanahu, maana yake anna la nudriku kayfiyata istiwa'illah, hatuwezi kuelewa namna au jinsi ya
istawa ya Allah subhanahu wa ta'ala ala arshihi biuqulina, juu ya arshi yake kwa akili zetu. Wa inna ma tariqu dhalika as-sab'u, bali njia ya kujua hilo ni kupitia kusikia, yani kupitia Qur'ani na Sunna. Akaendelea Imam Malik, wa qawluhu al-imanu bihi wajibun, kuamini ni wajibu. Al-Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen aelezea, asema maanahu, maana yake anna al-imana biistiwa'i llahi ala arshihi, maana yake ni kwamba kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amestawi juu ya arshi yake, ala alwajhi laiqi bihi wajibun, kwa namna inayomstahiki yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo la lazima kuamini hivyo. Kisha akaendelea Imam Malik akasema, wasualu anhu bid'atun, na kuuliza kuhusu jambo hili ni bid'a, ni jambo ambalo kwamba la uzushi. Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen aelezea, asema maanahu, yani maana yake ni kwamba anna suala an kayfiyati al-istiwa'i bid'atun, maana yake ni kuwa kuuliza kuhusu jinsi ya istawa, yani namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametawala juu ya arshi yake, ni bid'a, ni kitendo, ni swali la uzushi. Lianna mithla hadha sual, hii ni kwa sababu aina ya swali kama hili lam yas'al anhu sahaba radhiyallahu anhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, swali kama hili haikupatikana kwa masahaba kumuuliza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ashaddu minna hirsan ala ma'rifati llahi azza jalla, ilhali wao masahaba walikuwa wenye hamu kubwa zaidi ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kuliko sisi. Walmujibu lau saaluhu, na yule ambaye wangeweza kumuuliza, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa a'lamu minna billahi ta'ala, ana elimu kubwa zaidi kumhusu Allah subhanahu wa ta'ala kuliko sisi sote. Ndio Sheikh anasema, ma'a dhalika lam yaqa'i su'al, na pamoja na hayo hawakuuliza swali hilo. Afala yasa'una ma wasi'ahum, je, sisi hatutosheka na yale ambayo kwamba iliyotosheka na wao? Aljawabu, jibu, bala, ndiyo. Fayajibu ala almuslim, basi ni lazima kwa Muislamu, an yasa'ahu ma wasa'a salafa salih, akubaliane na yale ambayo yaliyotosha kwa salafu na salih, watu wema waliotangulia. Fala yas'al, basi asuulize maswali yasiyo na haja. Thumma qala al-Imam Malik rahimahullah, baada Imam Malik kumjibu mtu kama huyo swali kama hilo, kisha akasema, ma araka, mnaonaje, unaonaje? Ai ma adhunnuka, yani sikuone, yani sidhani wewe, yani sikuoni wewe, illa mubtadi'an, isipokuwa ni mtu wa bid'a. Vipi? Turidu an tufsida ala nnasi dinahum, unataka kuwaharibia watu dini yao kwa swali lako hilo. Thumma amara bihi fa ukhrija min almasjid, kisha Imam Malik rahimahullah akaamrisha watu walioko pale msikitini wamtoe yule mtu ndani ya msikiti, ai Masjidun Nabawi, yani msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqul, wala hakusema, wallahi la astati'u ikhrajahu. Imam Malik akusema, na hapa kwa Mwenyezi Mungu siwezi kumtoa. Akhsha an udkhala fi qawlihi ta'ala, ninaogopa kuingia katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema,
wa man adhlamu mimman mana'a masajida Allahi an yudhkara fiha ismu, na ni nani dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule ambaye kwamba anayezuia misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala kutajwa ndani yake jina lake. Ndio asema lianni amna'u hadha min dukhuli masjid, kwa sababu ninamzuia huyu kuingia msikitini. Liannahu, kwa sababu lam yadkhul liyudhkara fihi ismullah, kwani huyu mtu hakuingia humo ili alitajwe humo jina la Allah subhanahu wa ta'ala, bal dakhala liyufsida ibadallah, bali huyu mtu aliingia ndani ya msikiti kuuliza hilo swali ili kuwaharibu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala zile akili zao kwa swali lake kama lile. Wa mithlu hadha yumna'u, na mtu kama huyo anapata kuzuiwa. Ikiwa kuna mtu ambaye anakuja na falsafa, mambo ambayo kwamba ya kutetea shaka watu, kuharibu watu akili zao, basi mtu kama huyo afaondoshwe katika msikiti ili asiharibu zile akili za watu. Ndio shekhe kwa kumalizia asema, Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah anasema, fa idha kana alladhi ya'kulu thawma wal basala, basi ikiwa yule mtu ambaye kwamba anayekula kitunguu saumu, mtu ambaye kwamba anakula kitunguu saumu au akala kitunguu maji, yumna'u min dukhuli almasjid, mtu kama huyu anazuiwa kuingia wapi? Msikitini, kwa sababu ya ile herufu ambayo kwamba inayotoka katika mdomo wake. Yule anayekula kitunguu saumu au kitunguu maji, mdomo wake huwa unanuka ikiwa hajausafisha. Ikiwa ameingia msikitini huwa anaudhi wale watu katika safu, huyu anazuiwa kuingia msikitini. Fa kaifa biman yufsidu ala nnasi adyanahum, Sheikh sasa anauliza itakuwaje basi kwa yule ambaye kwamba anayewaharibu watu dini zao? Afala yakunu ahaq bilman'i, je, huyo hastahili zaidi kuzuiwa? Naam, bala, wallahi. Sheikh anasema na hapa kwa Mwenyezi Mungu anastahili zaidi mtu kama huyu kuzuiwa. Walakinna kathiran minan nasi ghafilun, lakini wengi miongoni mwa watu wameghafilika, wengi miongoni mwa watu hawalitambui jambo kama hilo. Ala kulli halin, kwa hali yoyote ile, hadha almaqamu maqamun adhim, yani sehemu kama hii, nafasi kama hii au cheo kama hiki ni kikubwa sana. Lakini mimi uhadhirukum, na watahadharisheni nyinyi, an tata'ammaqu fi babil asma'i was sifati, msijitose, msijiingize sana kwa undani katika mlango wa asma wa sifat, majina na sifa ya Allah za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tas'alu amma la hajata lakum bihi, na msijiulize mambo ambayo hamna haja nayo. Mkajiuliza mambo kutofikia Mwenyezi Mungu yuko vipi, amekaa vipi, mikono yake, msifikie huko ili mtu asije akaingia katika kufru. Basi mpaka hapa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe zaidi na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.